Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukiangalia mradi huu watoka mwaka 22 hadi leo tuna zaidi ya miaka minne, wananchi wanahangaika kwa ajili ya kupewa fidia. Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa pole kwa wananchi wale wote ambao wanahangaika na madai ya fidia kwa muda mrefu. Na mimi nafahamu kwamba serikali tungetimiza wajibu wetu vizuri ipasavyo, tusingekuwa na haja hata leo kuwa tunazungumzia fidia ya mwaka 2022, yani miaka minne iliyopita. Kwa nini? Kwa sababu nimesoma haya makabrasha mlioniletea. Mradi huu ulipoanza ulikuwa ni mradi wa viwanja 1866 na mlikuwa mmekopa fedha bilioni 3.5 kutoka serikali kuu, na jumla ya wanufaika ambao walikuwa wanadai fidia ilikuwa ni jumla ya bilioni 5,394,000. Lakini mradi huu wa viwanja 1866 nyinyi halmashauri mlikusanya shilingi bilioni 9.9. Kama mlikusanya bilioni 9.9, yani mauzo ya viwanja, ukitoa madeni ambayo wananchi walikuwa wanawadai, jumlisha fedha mlizokopa kutoka wizarani shilingi bilioni 5,394,000, maana yake hapa kulikuwa na change nyingi tunayo baki. Mngekuwa mmeshawalipa wananchi wote bilioni 5,394,000, na katika bilioni 9, bwana DC, ukitoa bilioni 5 mlikuwa mnabaki na shilingi ngapi? Kwa hiyo leo kwa nini tuhangaike kwamba tunadai fidia wakati mradi ulijilipa? Kwa hiyo maana yake fedha mlizokusanya kwenye mradi huu, badala ya kuwalipa wananchi ambao ndio wametoa ardhi, nyie mkazielekeza kwenye matumizi mengine, jambo ambalo ni kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo hii si jambo sahihi, na kuanzia sasa tumeshakubaliana na kamishna wa ardhi, hakuna mradi wowote ambao utafanyika katika mkoa wa Mwanza ambapo ardhi itachukuliwa kabla ya kulipwa kwa fidia. Kwa hiyo fidia kwanza ndio tunakukabidhi nini? Ardhi uendelee na mradi. Bila hivyo bora hiyo ardhi iendelee kubaki kwa hao wananchi mpaka pale tutakapopata fedha ya kufanya mradi. Kwa msingi huo pia nilimwelekeza mkurugenzi mtendaji kutenga shilingi milioni 100, na kuanzia kesho wale wanaodai fedha ndogo ndogo mpaka kufika milioni 5 waanze kulipwa fidia yao kuanzia kesho. Na nimeikagua akaunti, shilingi milioni 100 mnayo bwana DC. Mnayo shilingi milioni 212. Kwa hiyo milioni 100 iletwe kesho kwa ajili ya kuanza kuwalipa fidia wale wananchi wa mradi huu ambao ulikuwa unaitwa mradi wa nini? Wa Nyafla. Na mwezi ujao mtatenga fedha, tutawalipa wanaobakia. Ninataka ndani ya miezi mitatu wananchi wote wa Nyafla ambao walitoa ardhi yao wawe wameshamaliza swala la kulipwa fidia ndani ya miezi mitatu. Kuanzia kesho shilingi milioni 100, nimekuwa nasoma hii karatasi hapa. Kwa mfano, ukitumia karatasi hii ambayo iko mbele yangu hapa, wananchi wa Lugeye yuko anayedai 200,000, 321,000. Hivi 300,000 jamani inakaa miaka minne. Yuko anayedai 465,000. Yuko anayedai milioni 1. Nimeangalia hii Lugeye yote mpaka kufika huku chini ni milioni 84. Kwa hiyo tunaweza kuamua watu wote wa Lugeye hawa milioni 84 kesho walipwe fedha yao. Halafu itakayobakia kwenye milioni 100, ninaona kuna mtaa mwingine hapa ambao kuna majina mawili tu wanadai shilingi milioni ngapi? Milioni 4. Hawa nao walipwe kesho. Elkako inaitwa Elekako. Hawa nao wanadai milioni 6. Igalagala hawa wako watu wangapi? 4. Hawa nao kesho milioni 6 hawa wafanye nini?
walipwe. Kwa hiyo kesho mitaa hii mitatu, mtaa wa Lugeye, Igalagala na Elkaku, milioni 100 hapa nimepiga hesabu zinawatosha kuwa tumemalizana nao, ili tubakize mitaa mingine. Na hiyo mitaa mingine mwezi ujao, kwanza mwisho wa mwezi wa halmashauri itatenga fedha tena milioni 50, mwezi ujao iweke milioni 50, ili mwezi ujao mwisho wa mwezi tutakuja tena hapa wale wengine walipwe nao shilingi milioni 100. Ndani ya miezi mitatu wananchi wa hapa Wanyafula hawatakuwa tena na deni na halmashauri ya Ilemela. Lakini nimeona pia huko mtaa ambao eneo la chuo, kuna mwenyekiti mmoja akasema hapa eneo la chuo linadai milioni 220, na eneo hili la chuo tumekaa juzi na katibu mkuu wa Wizara ya Afya, wao wako tayari kututengea shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa chuo kwenye lile eneo. Kwa hiyo ninatoa rai bwana DC, na niko tayari kukutana na wale wazee, nafikiri wako 40, wakubali kuchukua hii shilingi milioni 220, na ambao watakuwa tayari kesho nao itolewe shilingi milioni 100 kati ya hizi milioni 220, ili na wenyewe tumalizane nao. Ninataka ndani ya miezi mitatu na wenyewe tumalizane nao, ili tumuombe katibu mkuu wa afya alete bilioni 3 ili mtaa ule ujengwe chuo na maendeleo yaweze kuwa karibu na wananchi wa mtaa huo. Kwa hiyo mstahiki meya, itabidi mjifunge mkanda. Hakutatoka fedha ya jambo lolote ndani ya miezi mitatu hii hadi swala la Nyafula na swala la wale wananchi, tena wale wamesacrifice toka mwaka 2019. Toka mwaka 19 hadi leo ni muda gani? Miaka 7. Kwa hiyo kesho walioko tayari milioni 100. Mweka hazina yuko wapi? Njoo bana. Haya nayo yasema mweka hazina, ndani ya miezi mitatu kama umeshindwa kulipa madeni, haya nayo yasema wewe rasi, umesikia bana, utaandika barua TAMISEMI, arudi TAMISEMI ili tuletewe mtu mwingine ambaye atatekeleza maagizo ya mkuu wa mkoa. Hatuwezi ndani ya miaka 7 kutowalipa wananchi. Kamishna wa ardhi hapa, hii ofisi ina watumishi wa serikali walioajiriwa 23. 23 hawezi kufanya kazi za halmashauri ya manispaa, lakini kuna wanaojitolea kwa mikataba na tunawalipa wako 26. Ndio maana hapa imekuwa kama jeshi la kambale, hajulikani mkubwa nani, mdogo nani. Kwa hiyo ninakuagiza sasa, mkurugenzi, watumishi wa mikataba na sitisha mikataba yao, kwa sababu sioni haja kwa nini wataalamu 23 wasifanye na wasitimize wajibu wao. Kama atatakiwa mtaalamu wa mkataba ajulishwe katibu tawala kwamba kada hii hatuna kabisa, katibu tawala ataleta kutoka wilaya nyingine. Hakuna discipline hapa. Halmashauri haina discipline kwenye eneo la ardhi, kwa sababu tumejaza watu wanaojitolea na wengine nilioona kwenye mitandao wakituhumiwa kuiba viwanja vya watu. Sikukupa we? Kwa hiyo kuanzia sasa mikataba, hakuna mkataba. Walioajiriwa na serikali 23 wafanye kazi ya serikali. Kama mtakuwa na mapungufu, katibu tawala unajua namna ya kushughulikia upungufu. Lakini nimefanya uchunguzi wangu, mmeniletea hapa, kuna watumishi wamekaa halmashauri miaka 15, 16. Nitamuomba katibu mkuu wa ardhi awaondoe, awapeleke mahala kwingine. Huwezi kuwa motivated, huwezi kufanya kazi. Toka jiji na halmashauri kiko kitu kimoja hadi leo huko hapa. Unafanya nini? Hata mkuu wa wilaya ungekaa hapa miaka 15, wananchi wangechoka tu. Alafu ninakuagiza wewe kamalize mgogoro, wakati wewe ndio ulianzisha nini? Migogoro. Lazima tupate mabadiliko ya idara ya ardhi hapa
ili tuanze kushughulikia migogoro kwa wakati. Rasi, namwagizaje mtu kwamba kamalize mgogoro wakati yeye ndo amekaa hapa miaka 18 na ndo ameanzisha migogoro? Wanachukuaje ardhi ya watu? Wamekusanya fedha, hawajalipa fidia. Tupate watu motivated. Sisemi kwamba wafanyi kazi, lakini ukishakaa muda mrefu hauwezi kuwa motivated.